Ujue ya kwamba Mungu huwa anatafuta wanadamu wa kufanya nao kazi, au anataka kufanya kazi pamoja na wanadamu katika maeneo mbalimbali, ikiwemo na kutoa sadaka. Kumbuka Warumi anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao, hufanya kazi pamoja na wale wapendao, walioko tayari, walio na moyo wa utayari ndani yao, kuwa watenda kazi pamoja na Mungu. Kwa nini? Hiyo ni sheria ambayo Mungu amejiwekea kwamba atafanya kazi pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikurudishe kile kitabu cha Mwanzo, wakati wa uumbaji, ile sura ya kwanza. Ukisoma kuanzia mstari wa 26 na 27 na 28, unaona 26 anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hapo anasema wakatawale. Sema wakatawale. Sikiliza, Mungu alikuwa na mkasimu mwanadamu mamlaka yake ya utawala, kwamba si kwamba ameshindwa kutawala, lakini anataka huyu aliyemuumba kwa mfano wake na kwa sura yake atawale kwa niaba yake, atende kazi kwa niaba yake. Kwa hiyo mwanadamu alipopewa kazi ya kutawala, maana kusimamia uumbaji wa Mungu, alikuwa anafanya kwa niaba ya Mungu. Mungu alikuwa kama mwangalizi tu, anamwangalia kwamba fanya hiki kwa niaba yangu. Na ndio maana baada ya kuumba, Mungu alimletea Adamu wanyama, akaangalia majina atakayowapa. Mungu hakuwapa majina wanyama, Adamu ndiye aliwapa majina. Kwa nini? Alikuwa ameshamkamisha, amemkaimisha ile kazi yake ya usimamizi, atawale. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi pamoja na wanadamu, anataka atumie mikono yako ili kutenda kazi pamoja na yeye. Anataka atumie vile ulivyo navyo kufanya kazi pamoja naye. Anapotumia namna hiyo, maana mnaingia kwenye ushirika wa kufanya kazi pamoja naye. Kwa hiyo unakuwa ni partner wa Mungu hapa duniani unapofanya kazi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hicho Kiingereza cha partner mnakielewa, unakuwa mtenda kazi pamoja naye. Kwa hiyo Mungu akikutazama mbinguni unaposhiriki kazi zake, anamwona partner, mtenda kazi pamoja naye. Kwa hiyo anapokuona kama partner, anaachilia nguvu zake na uwezo wako juu yako, kwani wewe mtenda kazi pamoja naye. Anakuequip, anakupa nguvu za kufanya kazi zake ambazo ilibidi azifanye yeye, lakini amekupa nafasi kuzifanya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninakwambia, jambo la kwanza, Mungu anatafuta ushirika. Ninapotoa sadaka, ninatafuta ushirika na Mungu. Kumbuka jambo la namna hiyo. Kumbuka nimekwambia jana, usitoe sadaka ili kuisaidia kazi ya Mungu. Usiseme ninatoa sadaka ili watumishi wa Mungu wale. Unapotoa unatafuta partnership na Mungu katika project alizonazo hapa duniani. Mungu ana project ya kuinjili iwafikie mataifa, ana project watu waokoke, ana project mahekalu yajengwe, ana project vitu mbalimbali vifanyike. Hizo ni project za Mungu. Kwa hiyo anatafuta watakaoshiriki pamoja naye. Ameweka kila kitu duniani, dhahabu ameweka, fedha ameweka, alafu akaviweka mikononi mwa wanadamu. Sasa anasema ni watu gani walioko tayari kushiriki project hizo nazo duniani, alafu anajitokeza watu wanasema tuko tayari kushiriki hizo project. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anazo project na project nyingine ambayo watu waijui. Mungu ana project inayoitwa watumishi wangu. Sema watumishi wa Mungu. Hiyo ni project ya Mungu. Ndio maana Mungu anasema hivi, watumishi wangu watakula. Sema watumishi wa Mungu watakula. Hiyo ni project ya Mungu. Mungu amewaita kazi hili, anahakikisha wanakula. Kila aliyeitwa na Mungu akilisimamia kusudi la Mungu, Mungu anahakikisha anampa mkate, kama alivyohakikisha Elia anapata mkate. Mungu anahakikisha unapata mkate. Hiyo ni project ya Mungu. Sasa Mungu anasema anafanya kazi pamoja na wale wapendao. Kwa hiyo unapoamua kuachilia sadaka yako, unapoingia kwenye
maana anajiita mimi ni baba wa yatima, ni mume wa wajane. Hizo ni project zake. Anachotafuta nini? Watakaotenda kazi pamoja nao naye, na kipengele kimoja hapo ni kutumia vile alivyoweka mikononi mwako. Hapa anasema ili kuwapatia mema. Haleluya! Unapokuwa partner wa Mungu katika project zake, anasema utafanya kazi pamoja nami, lakini sitakuacha hivi hivi, ni kukupatia mema, na mema nitakupa. Kwa hiyo project za Mungu zina mema, maana yake zina baraka. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekwambia, Mungu sio kwamba anashindwa kutenda kazi mwenyewe. Ana uwezo wa kutenda, ana uwezo wa kufanya. Alipokuwa anaumba hii dunia, nani alimsaidia? Alipoweka sayari na nyota, nani alimsaidia? Alipokamilisha uumbaji, akasema ninahitaji partners, ninahitaji watenda kazi. Akamtengeneza mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake, ili wawe co-partners, ili wafanye kazi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbuka ile jambo la muhimu sana, ni point naenda kukuwekea. Kwa hiyo sadaka yako unapoitoa, usitoe kienyeji. Mwambie mwenzako usitoe kienyeji. Nimesema usitoe kienyeji. Nimesema hivi, mwambie mwenzako usitoe kienyeji. Sijasikia, mwambie usitoe kienyeji. Sema usitoe kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako usitoe sadaka kienyeji. Rudia tena, mwambie tena usitoe sadaka kienyeji. Sasa hii dhana kwamba wewe ni mtenda kazi pamoja na Mungu, kwa hiyo unapoingiza mfukoni kutoa au umejiandaa nyumbani, weka kwenye akili yako kwamba ninakwenda kwenye project za Mungu hapa duniani. Kwa unapotoa unaingia kwenye project ya Mungu, si kuisaidia project, bali ni kutenda kazi na Mungu kwenye project, kwa sababu Mungu anajitosheleza mwenyewe. Anakualika mfanye kazi pamoja, anaweka mwaliko, na mwaliko mmoja hapo ni kupitia vile alivyokupa. Anakupa invitation, sema njoo Bwana, nimejitosheleza, nina kila kitu, ila ninakualika njoo tufanye kazi pamoja. Na wewe mwaliko anaupitisha wapi? Anaupitisha kwenye sadaka au vile ulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria, kwa hiyo kwa mfano namna hii, hebu fikiria umekutana na tajiri mkubwa kibinadamu sasa hapa duniani, ana pesa, anafanya jenga mradi mkubwa wa mabilioni, almost a billion. Trilioni sio laki mbili. Trilioni ni milioni 1,000. Ni trilioni. Alafu wewe una shilingi 2,000 mfuko, unasema kama njoo upate na mambo kwenye mradi, kwenye project. Sasa unaitazama 2,000, alafu unaona mtu anakuita kwenye mradi wa trilioni 1, anasema njoo na ile 2,000 yako, utakapokuja unakuwa mtenda kazi pamoja na mimi kwenye project. Kwa hiyo unapotembea unasema ile project, mimi ni miongoni mwa watenda kazi katika project. Umealikwa kwa namna gani? Kwa kile ulicholeta. Kumbuka toka siku ya jana nilikwambia hivi, sadaka ili iwe na sadaka lazima iwe na thamani. Kumbuka hiyo. Sadaka ili iwe sadaka lazima iwe na thamani. Kama hauoni thamani yake, na Mungu haoni thamani. Lakini nimekwambia hivi jana, si kila thamani unayoiona wewe na mwingine anaona thamani hiyo hiyo. Si kila thamani unayoiona kwenye sadaka lazima na mwingine aone thamani ile ile. Wewe unaweza ukawa unaona thamani, lakini mwingine aone thamani hiyo, lakini Mungu anaona thamani. Fikiria ile mwanamke mjane tulizungumza siku ya jana kwenye kitabu cha Marko ile 12 kwanza 41, anasema alikuwa na hicho tu akatoa chote. Wale matajiri ya mjini walipomuona, inaweza